Mimi ningependa kuambia wakazi wa maeneo ya Western Region, kiongozi ambalo atakalo saidia wananchi wa Western Region ni Mheshimiwa George Natembeya. Na niko na sababu zangu ambazo nataka niweke wazi, kwa sababu nimeona jinsi anafanya kazi zake ya Trans Nzoia County. George Natembeya amequalify kuwa kiongozi wa jamii ya Luhya ama jamii ya Murembe Nation. Number 1, George Natembeya haipendi njaa katika kwenye kaunti zake. Mheshimiwa George Natembeya hataki njaa katika kwenye kaunti yake ya Trans Nzoia, ambayo tumeona ya kwamba jinsi hanapeana mbegu kila ward katika kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwa ajili ya kumaliza mambo ya njaa Trans Nzoia County. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba jamaa huyu hakipewa nafasi ya kuongoza jamii ya Murembe Nation, hakika jamii ya Murembe watabadilika pakubwa katika kwenye mambo ya uongozi wa taifa la Kenya. Number 2, Mheshimiwa Natembeya ni jamaa ambayo hana ukabila. Ni kiongozi ambaye ametuonyesha kwamba uongozi wake sio uongozi wa kihimla, sio uongozi ya kulalia upande mmoja, sio uongozi ya mapendeleo, sio uongozi ya maeneo moja, ya kwamba Trans Nzoia County kuna kabila zote ambalo wanaishi hapa Kenya wanaishi kule maeneo Trans Nzoia. Kisha gavana wa jiji ama wa jimbo wa Trans Nzoia amegawa vyeo kulingana wale kabila zote ambalo wanaishi Trans Nzoia County. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba George Natembeya amequalify kuwa kiongozi wa jamii ya Murembe, kwa sababu anasungumusa tatizo lao na anasungumusa tatizo la Mkenya. Iwapo Mheshimiwa George Natembeya angekuwa mtu tu hivi, watu kutoka maeneo ya Trans Nzoia, kuna jamii wengi awangepawa ama wangepewa vyeo katika serikali lake, lakini hakuna mtu wala Mkisii wala Mluhya wala Mkalenjin wala Msaboti wala Mkikuyu wala Mkamba wala Kisii wala kabila lolote ambalo anaishi kule ndani hanunguniki kwa ajili ya uongozi wa Mheshimiwa George Natembeya. Ishara tosha George Natembeya ndio the next kingpin ya Waluhya, kwa sababu amequalify kulingana utendaji kazi yake kama kiongozi wa maeneo ya magharibi. Number 3, Mheshimiwa Natembeya anaongoza katika upande wa agriculture, kwa sababu tangu achaguliwe kama gavana wa jiji ama wa jimbo wa Trans Nzoia tumeona uongozi, mazao, mavuno, jinsi anapeana mbegu na jinsi amepanga ratiba kamili ya uongozi upande wa kilimo kule Trans Nzoia County. Mheshimiwa Gavana George Natembeya ni jamaa ambaye amejawa na hekima, ambayo hapendi watu wa kunungunika na watu wa kulia juu ya ukosefu ya bidhaa ya kulima. George Natembeya, gavana wa Trans Nzoia, ameleta kilimo ya kusaidia wale wasio na mapato ya juu. George Natembeya ni kiongozi bora maeneo ya region ya Western, kwa sababu amequalify. Ni jamaa ambayo hapendi watu wakiumia na watu wakidhulumika, kwa sababu executive ndio inafanya wananchi wanakosa masuala ya mpangilio ya kamili ya maendeleo. George ameonyesha nia ya uongozi ambao tunatafuta ndani ya taifa la Kenya, ambapo tukimpea nafasi ya kuongoza tutakuwa mahali pazuri kama wana Kenya. Number 4, George Natembeya ni kiongozi ambalo anasungumusa tatizo la Mkenya. Wakati Mheshimiwa Rais William Ruto alienda kule Northeastern maeneo ya Mandera, boda ya Kenya na boda ya Somalia, rais akafungua, akasema ya kwamba nimefungua mambo ya kuingia kwa mpaka huru na mambo ya kupeana kitambulisho bila kufanya vetting. Mheshimiwa Gavana Trans Nzoia ndio kiongozi ambaye alivalia swala hilo njuga na kusungumusa tatizo la Mkenya halishi, na akasema ya kwamba hapingi jamii ya Somalia kupewa vitambulisho, ila hanapinga the way ama namna mbinu Mheshimiwa Rais William Ruto anachukua swala hili kwa sababu swala ya kisiasa. George Natembeya alisungumusa kwa pana na kwa marefu ya kwamba iwapo
mambo ya vetting itaondolewa kule maeneo ya Northeastern. Tutakuwa na jangili kutoka Somalia, ila si wa Kenya, ila ni watu kutoka Somalia ambao watakuja kununua vitambulisho, kisha wanaingia kwenye masuala ya kijeshi ya taifa la Kenya. Kisha wao ndio watakuwa magaidi makubwa kwa sababu wamenunua vitambulisho, kisha wamenunua vyeo katika kwenye uongozi wa jeshi ya taifa la Kenya, ambapo Mheshimiwa Ruto alijaribu kumsikiza kiandani, kisha Mheshimiwa Ruto akabadilisha matamuko yake the way alikuwa anatazama, kwa sababu Ruto alikuwa anafanya kwa ajili ya siasa ya mwaka 2027 jinsi atapata kura ambayo itamrudisha kwenye ofisi, ila Mheshimiwa Gavana Tanzania alikuwa anasungumuza tatizo la Mkenya, ila sio tatizo la kura jinsi watachaguliwa wao. George Natembeya ni kiongozi ambaye anastahili kupewa muda ya kuongoza jinsi ambalo tunataka uongozi bora ndani ya taifa letu ya Kenya. Number 5. Mheshimiwa Natembeya anasungumuza ukosefu na mambo ya kulipa vitambulisho, akisema ya kwamba haifai Mkenya kugharamikia masuala ya kulipa vitambulisho kwa sababu Mkenya ile cheti ambayo anafaa kupewa bure bila kulipia ni cheti ya kitambulisho, ambalo Rais William Ruto ilimbidi hakasare ama hakasikiza malalamishi ya George Natembeya, kisha akabadilisha msimamo yake ya kulipia kitambulisho shilingi 1000. Heko pongezi kwa gavana wa Tanzania Mheshimiwa George Natembeya, kwa sababu umesimama na ukweli na umesimama na Wakenya, kwa sababu kama sio wewe Rais William Ruto angebadilisha msimamo yake ya kulipia kitambulisho ndani ya taifa la Kenya, kwa sababu wengi waliobaki wanaangalia tumbo zao, wanaangalia mfuko zao, lakini Mheshimiwa George Natembeya amevalia swala ya kitambulisho njuga hadi Mheshimiwa Ruto hakalisare na akalitii, akasema kila mtu apewe kitambulisho kwa sababu ni haki kwa Mkenya ndani ya taifa la Kenya. Swali langu la mwisho, swali la 6. Wakati imefika jamii ya Murembe Nation waungane nyuma ya Mheshimiwa Gavana Tanzania, kwa sababu anasungumuza tatizo la Muluya. Hatuoli anasungumuza tatizo lake ya kibinafsi kama Francis Hatuoli, ambalo kama yeye kama kiongozi wa KOTU hasungumuzi masuala ya wafanyakazi ya umma. Mheshimiwa Mudavadi yumo ndani ya serikali, hasungumuzi tatizo ya Western Region, ila anasungumuza tatizo lake ambayo kwamba akishapewa na William Ruto, yeye kama Mudavadi ameridhika, ametosheka bila kushughulikia masuala ya uongozi ya Vihiga ama masuala ya uongozi ya Maragoli ama masuala ya uongozi ya Western Region. Ndipo anasema kwamba Natembeya is the best man for Kenya Nation na Murembe Nation. Wetangula yumo ndani ya serikali pamoja na 30% jinsi walioagizwa na Mheshimiwa Rais Ruto na jinsi walivyokubalia Mheshimiwa Ruto. 30 inamaanisha 15 kwa Wetangula na Mudavadi. Swali ambalo tunasungumuza, Wetangula yumo ndani ya serikali, asungumusi masuala ya jamii ya Bukusu, ila anasungumusa masuala ya tumbo lake kama Moses Masika Wetangula, Speaker la National Assembly, ila jamii ya Western Region hawana barabara, hawana maji, hawana miundo msingi, hawana airport ama air street, hawana stadium nzuri kule kwao, ila Moses Masika Wetangula ndio the third command, kiongozi aliye na nguvu ndani ya taifa la Kenya. Swali ambalo nauliza, until when Waluya watahangaika chini ya uongozi wa Wetangula na Mudavadi? Langu jina ni Mjukuu Bunduki. Hapa ndipo nawaambia Waluya hayawe hatimaye haja. Nawaambia kwamba msimame sako kwa bako nyuma ya kiongozi wenu Mheshimiwa George wa Natembeya, kiongozi mchapakazi, kiongozi ambayo anapenda mabadiliko, sio kiongozi ambayo anapenda umaskini. Jambo la mwisho, wakati imewadia jamii ya Western Region waachana Mheshimiwa Rais William Ruto na waachana masuala ya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu hawatapata faida. Swala ambalo Odinga anafanya ni kuwagawa Waluya, swala ya Mheshimiwa Ruto ni kuwagawa Waluya kwa ajili ya manufaa zao binafsi. Wakati imefika jamii ya Western msimame nyuma ya Mheshimiwa George Natembeya, governor wa Tanzania. Huyo ndio mwokozi, huyo ndio simba wa jamii ya Murembe Nation. Anasungumuza tatizo kamili ya Muluya, ila asungumuzi tatizo lake kama George Natembeya. Kaa hapa
Hii ni 044 TV Kenya. Kama ni mara kwanza, na kuomba nipe support ya subscribe, like, comment, share. Mungu hakubariki.